siku ya leo maisha yako na uhakika inabadilika. Haijalishi umepitia wapi, haijalishi ni changamoto gani, ni ugonjwa wa aina gani unakupata, hakuna hali ambayo Mungu hawezi badilisha. There is no situation that God cannot change. Hakuna hali ambayo Mungu hawezi badilisha. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, asante kwa ajili ya mtazamaji huyo hapa alipo. Yuko nyumbani, yuko kazini, yuko hotelini, kwenye gari lake, mahali popote alipo. Mungu wa milele, mkono wako ukamfikie saa hii. Neema yako ikamfikie saa hii. Uweza wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nao. Nguvu ya miujiza na ajabu kutembelea saa hii. Damu ya Yesu akufunike. Uko gerezani, uko hospitalini, una mgonjwa amelazwa, Mungu sasa tamkumbuka katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu. Amen. Mtazamaji, nataka niongee kwa ufupi sana kuhusiana na neema. Neema. Watu wengi wamekuwa wakiongea habari za neema. Tunaishi kwa neema. Oh my God, sio kweli. Yaani kama vile neema ni jambo ambalo la mtu mwenye shida au amepungukiwa, ile anaishi tu kwa neema. Yaani anaishi maisha fulani kwa neema. Nisikia mtu mmoja anasema naishi tu kwa neema ya Mungu. Yaani kama vile neema ya Mungu inakufanya uishi maisha fulani. Si kweli. Nahitaji nikuelezee neema ikiwa juu ya mtu. The grace. If the grace is upon a person, if a grace of God is upon the person, all things are very, very easy. Kama neema iko juu ya mtu, kila kitu ni chepesi kwake. Yaani mtu mwenye neema a struggle. You cannot struggle if the grace of God is upon you. Yaani hauwezi kustruggle na huduma kama neema ya Mungu iko juu yako. Hauwezi kustruggle na biashara kama neema ya Mungu iko juu yako. Hauwezi kustruggle na ndoa kama neema ya Mungu iko juu yako. Hauwezi kustruggle na elimu kama neema ya Mungu iko juu yako. Hauwezi kustruggle na maisha kama neema ya Mungu iko juu yako. Kinachofanya watu wa struggle wapambane kwenye maisha ni kwa sababu wamekosa neema. Unisikia makini mpendwa mtazamaji. Yaani kama una struggle, unapitia changamoto, mambo yaendi, ujue umekosa neema. Oh my God, I've seen people with grace. Nimeona watu wenye neema. Nime experience neema. Yaani neema, grace of God makes possible. Oh my goodness. The grace of God makes things to be possible. If you have a grace of God, understand this. All things is possible and it's very easy. So, the grace of God makes possible. Neema ya Mungu inafanya mambo yawezekane kwa wepesi au struggle. Sasa shetani anachofanya, anahakisha mtu aikose neema. Nini maana ya neema? Nini maana ya neema? Naomba nisikilize mtu mmoja. Watu wengi Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, walioshinda, waliofanikiwa, wote ni kwa neema. Only by the grace. Kuna neema juu yao. Neema ni upako. Yaani watu ukipokea upako wa neema, leo upokea upako wa neema. Neema ni upako. A grace is a certain anointing upon a person. When you talk a grace is a certain anointing of favor upon the person. Yaani ni upako wa kibali juu ya mtu. Is a kind of anointing. Specifically, the anointing of favor is upon the person. Now is what we call the grace. So if the favor anointing is upon a man or a woman, now that woman will say she or is favored. Kwa kama neema iko juu ya mtu, huyo mtu ana kibali kila mahali, ana kibali cha biashara, cha ndoa, cha kazi, cha everything is favored. Oh my God. Yaani favor ni kama upendeleo. Neema ni kama upendeleo. You are favored. Yaani how struggle. Unashangaa ukifanya kazi, ukienda kwenye interview, umefanya 10,000 lakini wewe favor is upon you. Have seen people of favor. Nimeona watu wenye kibali, wenye neema. Yaani neema ya kibali. Yaani ana neema kila mara anakubalika. Akiomba mkopo na dakika moja, akiomba asaidiwe dakika moja, ana neema hata usipoomba unataka kumsaidia. Why? Because of grace. Kwa ni watu wenye neema wamefanya makubwa duniani. Wana neema kuyafanya. Sasa nisikize maana ya neema kibiblia. Kitabu cha
Warumi sura ya 4, Romans chapter 4 from verse 1. Biblia inasema, basi tusemeje juu ya Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya mwili? What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? Basi tusemeje juu ya Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya mwili? Tunataka tumuongea Ibrahim. We want to talk about Ibrahim in a fresh way. Let us consider, discover, to talk about Ibrahim. Hebu tuongelee Ibrahim kwa jinsi ya mwili. Basi tusemeje juu ya Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya mwili? Abraham our father, as pertaining to the flesh, has found. So tusemeje juu ya Ibrahim? Ibrahim alikuwa na mwili kama mimi na wewe, lakini alifanikiwa. Hebu tumseme Ibrahim jinsi ya mwili, kwa sababu kama jaribu ya mwili mmoja aliyapata, alikuwa na mwili kama kwako na mimi, kwako na mimi, aliishi maisha yote ya mwilini. Sasa tusemeje juu ya Ibrahim kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa matendo yake, analo la kujisifu, lakini si mbele za Mungu. Kama Ibrahim alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, kwamba bwana Ibrahim alikuwa mtakatifu sana, mwema sana, mchapakazi, mpole, analo la kujisifu. Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa jinsi ya mwili, analo la kujisifu, si kwa ila si mbele za Mungu. Yaani Ibrahim kama alisema hivi, jamani, bidii yangu hii ndio nipa gani? Ni jitihada zangu, sio mtu jitihada zangu. Wewe una jitihada gani mpendo? Ni jitihada zangu, ni kupambana. Kama ni kupambana kwa jinsi ya mwili kumpa Ibrahim maisha, basi ajisifu, lakini sio mbele za Mungu. Kama kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa jinsi ya matendo yake, analo kujisifu kwamba bwana ni matendo yangu mimi, kwa jinsi nini? Kwa jinsi ya mwili nimepata haya, lakini sio mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa haki. Ibrahim alimwamini Mungu, alimwamini Mungu. Kwa maana Ibrahim alimwamini Mungu. Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Ibrahim alimwamini Mungu, akahesabiwa kuwa haki. Yaani ukimwamini Mungu kwamba utapata ndoa, hiyo inakuwa ni haki yako. Ukimwamini Mungu kwamba utajenga nyumba, jua umepata, hiyo ni haki yako. Kinachotupa mtu haki, yaani kinachokupa haki ni kuamini. Ukiamini Mungu kwamba naamini Mungu hata kama sina chakula, sina nyumba, sina kazi, sina biashara, lakini nitafanikiwa sana, hiyo ni haki yako, utafanikiwa. Kwa Ibrahim alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. Narudia tena. Alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. He believed God, and it is counted to be righteous. Alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa nini? Haki. Lakini mstari anasema, lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini mtu afanyaye kazi, yani kama unahesabiwa haki kwa matendo yako, unachokipata sio neema, bali ni deni. Ikiwa mtu kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake huhesabiwi kuwa ni neema, bali ni kuwa ni deni. Kwamba jamani, mimi John, jinsi nimefanya hivi, nilivyolima hapa, kwa nguvu zangu, kwa akili zangu, kwa uwezo wangu, lazima nipate. Kwa hiyo huo ni ujira, ni deni, unadai kazi uliyoifanya. Lakini kama unajua hauwezi kufanya hiyo, naamini kwamba atapata, hiyo ni neema. Naomba nirudie tena. Lakini mtu afanyaye kazi, afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali ni deni. Sasa wewe ukitahidi kwamba nisikia mtu mmoja anasema bwana, mimi siibi, semi uongo, sizini, sifanye hivi na vile, basi mbinguni aenda.
Mtu mmoja alimwendea Yesu, ni tajiri. Akamwambia, bwana mimi nashika sheria zote. Siibi, sizini, nashika amri zote, sijaua, nimeshika amri zote na Sabato. Yesu akamwambia, ni kweli umeshika, lakini upengwa na hili moja. Nenda ukauze vitu vyote ulivyonavyo, wape nini? Maskini. Huyo bwana aliposikia kuuza vitu vyote ulivyonavyo akasema hapana. Yesu akamwambia, kweli hauwezi pekee yako, you need a grace. Kwa hiyo ukijihesabia yako matendo yako kwamba mimi ni mtakatifu, ni bora na akili na nini, nimefanikiwa kwa uwezo wangu, basi ni deni. Hiyo sio neema. Anasema mstari wa 5, lakini mtu asiyefanya kazi bali amwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kama vile Daudi auonavyo uweli wake, mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa haki pasipo matendo. Sasa anasemaje? Tuseme ni je, Ibrahim kwa jinsi ya mwili. Je, Ibrahim alihesabia haki au neema kwa matendo? Anasema lakini mtu asiyefanya kazi bali amwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani ya mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Amen. Sasa haki ndio inaita neema. Yaani haki ndio ipata pasipo struggle. Hiyo ndio neema. Jambo ukilipambania unalipata, lakini kwa kuamini. Mfano, unatazama una mtoto nyumbani mdogo, baba au mama, mwanao atafuti pesa, afanye chochote nyumbani, ni mtoto miaka 3 miwili mmoja, alipi kodi, atafuti chochote, lakini akiugua wewe baba unakuwa responsible kumtibia. Akiwa na njaa akwambii chakula, mpa chakula mwenyewe, unatafuta mavazi mwenyewe. Yaani yeye hangaiki. Yeye anachokifanya anaamini, oh my God, kwamba wewe ni baba yake au wewe ni mama yake. Kitendo cha kuamini kwamba wewe ni baba yake, mahitaji mengine yote anayapata. Sasa hiyo ni neema. Yuko juu ya mtoto, hangaiki, apambani, atafuta chochote, ila kwa sababu neema ipo. Neema ipo. Yaani wewe baba ni neema. Neema ipo. Kwa anakula bure, analala bure, analipwa bure, kwa sababu anamwamini baba yake. Anahesabiwa haki ya kupata kila kitu. Ile haki anayeipata pasipo struggle inaitwa neema. Nafikiri lazima nimeelewa vizuri. Hiyo haki anayoipata pasipo struggle, huyo mtoto ana neema. Neema iko juu yake. Kwa hiyo alipi kodi, anui nguo, na kazi afanye, akilia unaamka, akisema baba amka unaamka, akilia kidogo unashtuka. Ni kwa sababu neema ipo. Huyo mtoto ana nini? Ana neema. That's why Mungu alisema hivi, kuweni kama watoto wadogo. Kitendo cha Mungu kutaka tuwe kama watoto wadogo, alihitaji neema iwe juu yetu. Ila sasa kwa kutokumwamini Mungu kwamba anaweza akatupa kila kitu, tumekuwa nje ya neema. Just like I said, tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa nini? Naomba tusome pale kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo tumeokolewa neema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Yaani nyinyi mnaamini mnapokea neema, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si matendo ya mtu awaye yote, asije akajisifu. Kwa hatujaokolewa kwa matendo kwamba imani mimi nimeokoka kwa sababu nilikuwa mtakatifu, nilikuwa mwema, sipigi watu. Hapana. Wema wako haukuokoi. Is a grace there for you. Yaani haufanyi chochote unaokoka, unaokolewa. Kwa hiyo neema ikiwa juu ya mtu, huyo mtu hauwezi kustruggle. Huwezi kuona mtoto anahangaika kutafuta kodi. Hapana. Au anahangaika kutafuta ada ya shule. Hapana. Au anahangaika kupeka hospitali mtu miaka 2 mwezi 3. Hapana. Yaani yeye akilala tu neema ipo. Kwa hiyo hawa watu nyumbani kwako hawa, usione wanacheza pale nyumbani. Wanacheza kwa sababu wewe baba na mama neema ipo. Wewe ndio neema yao. Neema ikiondoka, watoto struggle. Kwa ukishangaa mtu ambaye anamwamini Mungu, huyo mtu anamwamini Mungu 100%, anaishi kwa neema. Neema iko juu yake. Kwa hiyo mtu mwenye neema usicheze naye.
mambo yake yanachisha, yanashangaza. Mtu mwenye neema astruggle muda wote, mambo yanatokea. Mtu mwenye neema, hata kama uchumi umepigwa kiasi gani, itatokea. Ayubu, watoto wamekufa, mali zimekufa, anaugua na ndoa ngumu. Na Ayubu alikuwa na ndoa ngumu sana. Kama kuna mtu alikuwa na ndoa ngumu ni Ayubu. Nashangaa kuna watu wanasema ndoa zao ngumu. Hakuna kiumbe alipitia kipindi kigumu cha ndoa kama Ayubu. Ayubu mkao akamwambia, Ayubu, wewe fikiri Ayubu anaumwa, tutegemea mkamtie moyo kwamba Ayubu, mpenzi wangu, mume wangu, pona, pole. Anamwambia mkufuru Mungu ufe. It means hata mwanamke alikuwa ameshakuwa tired, ameshamchoka. Lakini angalia neema ya Mungu ilikuwa juu ya Ayubu, akapona. Oh my God, natangaza sasa neema ya mtu iwe juu yako, neema ya Mungu kwa juu yako ukapone. Akapona kwa neema. Ule ulikuwa ni msiba. Kwa sababu hata mke amemkatia tamaa. Mtu yeyote ambaye amemkatia tamaa, kama ana neema atainuka hapo kitanani alipo. Usicheze na mtu mwenye neema. Inawezekana kumdharau kwa nafai. Neema ya Mungu kwa juu ya Yusufu. Neema ikiwa juu yako, au hata wakufanye nini, hapo ipo utatoka. Neema ilikuwa juu ya Ayubu, akapona. Watoto karudi mara 10. Mali zake kazidishwa maradufu. Leo nakutangazia mpendwa mtazamaji. Leo nimekuja kuombea neema ya Mungu kusaidia. Nimekuja kuombea neema ya Mungu kwa juu yako. Ukaipokea neema ya Kristo. Hiyo neema ya Mungu ikusaidie. Nimekuja kutangazia neema. Oh my God. Utaishi kwa neema. Neema itakuja juu yako. Mungu, ukimwamini Mungu leo, yani ukawa na uhakika wa nyumba, utajenga kwa neema. Utashangaa. Huna kazi kubwa ya kuweza kipato. Lakini shangaa umetokea. Nimejengaje? Kumbe ni neema iko juu yako. Neema iko juu yako, usiteze mchezo. Na neema uje kwa kumwamini Mungu aliye hai katika mambo yote. Neema iko juu yako, unamwamini Mungu katika mambo yote. Ukianza kumwamini Mungu katika mambo yote, hiyo kwako ni haki, imekuwa neema. Mtoto anaamini baba atanipa chakula. Baba hawezi kupigwa. Hata kija adui, mtoto akimbia, mkimbilia baba au mama. Akiamini mama na nguvu ya kumpiga hata adui yoyote. Na mtoto anarudi rescued, anapona kwa sababu ya nini? Ya neema. Mtazamaji, leo nakuombea neema ya Mungu kwa juu yako. Leo ukaipokea neema ya Kristo. Neema ya Mungu kwa juu yako ndio itakuwa lasa. Afya utapona, biashara itaongezeka. Nimekuja kutangaza neema. Ufanikiwe kwa neema, sio struggle. Kuna watu wanafanya kazi. Nimeona watu wanafanya kazi masaa 24. Mimi sio kwa wakini. Sio tu kufanya kazi kwa bidii kwa kufanikiwa. Mtasikudanganya. Hapana. Wewe niwape siri ajabu sana niona. Sio degree, hapana. Sio PhD. Niona mwanamke mmoja anampenda sana Mungu. Saa 7 anafanya kazi kama 10 na kitu. Wanaingia ofisini kwake wao saa 11 alfajiri. Wanabeba maboksi nini? Yeye anaingia saa 3. Wao wanatoka mpaka saa 5. Yeye anaondoka saa 12. Na ni tajiri. Unajua nini? Huyo mama alikuwa anafanikiwa kwa neema. Yaani neema iko juu yako. Sio kama wengine wanafanya kazi masaa 24 lakini hawafanikiwi. Neema iko juu yako, maana mambo ni mepesi mno. Usije ukashangaa ukutana na mchungaji ambaye anafanya huduma na neema. Utatufanya kazi ya huduma miaka 10, 20, hamna chochote kinatokea. Ni kwa sababu hakuna neema juu yako. Utafanya biashara miaka 40, 50, 5. Hakuna chochote kinatokea. Kwa nini? That's why utafanya biashara imekufa. Ni kwa sababu hauna neema ya biashara. Haujamwamini Mungu katika biashara yako. Oh my God. That's why unaona ndoa kwa shida. Ndoa yako ina neema. Ni kwa sababu haujamwamini Mungu kwa ajili ya hiyo ndoa. Saa ukimwamini Mungu kwa ajili ya hiyo ndoa, inakuwa haki yako. Inakuwa neema. Mpendwa mtazamaji, leo nakuombea neema ya Mungu kwa juu yako. Hiyo neema itakupa kibali cha kushinda. Itakupa kibali cha kufanikiwa. Leo nimekuja kutangaza neema. Uishi kwa neema. Ufanikiwe kwa neema. Ujenge kwa neema. Uwe na afya njema kwa neema. Upone kwa neema. Nakuja kutangaza neema juu yako. I decree a grace upon your life. Leo natangaza neema juu ya biashara zako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto. Neema itakusaidia. Nguvu ya giza haiwezi kushinda neema ya Mungu aliye hai. Magonjwa haiwezi kushinda neema ya Mungu aliye hai. Kama neema ya Mungu iko juu yako, hata magonjwa yatapona. Lakini kama neema ya Mungu haiko juu yako, utashangaa na ugonjwa, magonjwa yanatoka hili na kuja lile. Lakini neema ikishafika umeshinda. Leo kutangazia neema. Nataka nikuombee neema. Neema ya Mungu kwa juu yako sasa hivi. Inua mkono wako juu hapo ulipo. Baba, natangaza neema juu ya mtu huyu anayetazama sasa hivi. Natangaza neema yako juu yake. Tangaza neema ya Kristo ikusaidie. Neema ya biashara, neema ya ndoa,
neema ya watoto, neema ya akili, neema ya cheo, neema ya heshima, neema ya kushinda. Pokea neema ya Kristo iko juu yako. In Jesus name. Amen.